Rais Samia Suluhu hapumui tena baada ya maandamano mengine kuratibiwa kufanyika siku ya Krismasi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Wananchi nchini Tanzania sasa wamekumbwa tena na maandamano makubwa ambayo yameratibiwa kufanyika tena mwishoni wa mwezi huu kama njia ya kutuma ujumbe kwake Samia Suluhu. Wananchi wa Tanzania vilevile wanajiandaa kushika historia ya kisiasa na kijamii mwishoni mwa mwaka huu kupitia ratiba maandamano na matukio ya kijamii ambayo yamepangwa kuanzia Disemba tarehe 15 hadi 31 mwaka huu chini ya lebo ya kampeni inayojulikana kama D25. Ratiba inahusisha shughuli kama maandamano ya nchi nzima, shughuli za usafi mtaani na kusambaza ujumbe kwa njia za muziki na mabango. Imeandaliwa na makundi mbalimbali ya kijamii na wanaharakati ambao wamejituma sana kuhakikisha kwamba Tanzania inakombolewa. Wanaharakati hao kama Mange Kimambi, Maria Sarungi na Sativa ambao wameshinikiza suala la upatikanaji wa maji safi na haswa suala ambalo lilitokea nchini Tanzania ambalo lilihusu mauaji yaliyofanyika ya waandamanaji baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa tarehe 29 Oktoba. Na sasa anasema kuwa wanasitiza maandamano hayo hayatakuwa na kikomo kama ilivyoshuhudiwa hivi karibuni katika nchi ya Madagascar. Washiriki wa kampeni wanadai kwamba uhaba wa maji nchini vilevile umechangia na umetokana na sera za umma zinazosalia nyuma, huku idadi ya wananchi ikiendelea kukua na kwamba serikali imeshindwa kuhakikisha huduma za maji ama ya maji inapatikana kwa haki na kwa uhakika wa kila raia. Kampeni imeweka uzito maalum kwenye siku ya Krismasi, ikisisitiza kuwa sio wakati wa kusherehekea, wakati wengi bado wanakosa maji na huduma za msingi, na huku wengine wakishauawa miezi miwili iliyopita katika maandamano yaliyotokea tarehe 29 mabadi uchaguzi wa Oktoba 26, huku wengine wakidai wahasiriwa wa uhaba huu hawajapewa haki wala uwajibikaji wa kisiasa. Na kwenye ujumbe wake, Maria Sarungi akizungumzia swala hili alitaja na kusema kuwa ratiba kuelekea D25 imetoka muda wote sehemu yoyote nchini. Naanza kupendekeza kuwa Disemba mwaka 2025 Jumatatu 15 kuandaa mabango, Jumanne 16 inge kwa jogging club kujiunga na kuunda clubs za ushawishi, Jumatano 17 maandamano nchi nzima katika mtaa, kata, wilaya, Alhamisi 18 kusambaza ujumbe wa D25 kupitia nyimbo kwenye mabasi, nyumbani, hosteli, kazini, spray wall au kutundika bango lenye ujumbe barabarani, Ijumaa 19 kufanya usafi mitaani, Jumamosi tarehe 20 maandamano kwenye sehemu za burudani na starehe, Jumapili 21 maandamano kwenye ibada, Jumatatu 22 kuandaa mabango, Jumanne 23 jogging, Jumatano 24 maandamano nchi nzima, Alhamisi 25 maandamano nchi nzima, Ijumaa 26 kufanya usafi mitaani, Jumamosi 27 maandamano kwenye sehemu za burudani na starehe, Jumapili 28 maandamano kwenye ibada, Jumatatu 29 kuandaa mabango, Jumanne 30 jogging na kusambaza ujumbe wa njia mbalimbali, Jumatano tarehe 31 maandamano nchi nzima. Ratiba ambayo imependekezwa na Maria Sarungi ambaye ni mwanaharakati mashuhuri nchini Tanzania ambaye ameshinda ama katika siku nyingi amekuwa akizungumza kwa niaba ya wananchi ambao wanakandamizwa. Na ujumbe wa Sativa vilevile umezua hisia mseto ambao vilevile unaunga mkono ule wa Maria Sarungi. Alitaja na kusema Madagascar waliamua kuandamana bila kikomo kwa kukosa maji tu. Maandamano yao yaliongozwa na jenezi ambao walichoshwa na mateso ya kukosa maji. Baada ya kuandamana kwa siku 16, jeshi likachukua nchi na maisha ya Madagascar yakaanza upya. Sisi tunakosa maji mwezi mzima. Wameua ndugu zetu zaidi ya 10,000 nchi nzima na hakuna uwajibikaji.
na tunataka maisha yaendelee kama kawaida. Hilo haliwezekani. Tukutane Christmas kwenye maandamano yasiyo na kikomo nchi nzima. Hatuwezi kusherehekea Krismasi wakati hatuna maji na ndugu zetu waliuliwa, miili yao hatujapewa tuzike. Ujumbe ambao unaonyesha sasa viongozi hawa ama wanaharakati hawa wameanza kuhimiza Watanzania kutokea kwa maandamano mengine makubwa, wakati tu Samia alikuwa ameanza kupumua akisema kwamba sasa amedhibiti maandamano na kwamba amenyamazisha wale vikaragosi ambao walikuwa kichochea maandamano. Sasa mengine ndo haya yamechipuka. Mambo yamekuwa magumu zaidi kuhusiana na suala la maji nchini Tanzania, ingawa serikali imejitoa moyo kushughulikia changamoto hii kwa sera na miradi mbalimbali. Mnamo Machi mwaka 2025, Rais Samia Suluhu Hassan alizindua sera mpya ya maji ya taifa yenye lengo la kukidhi mahitaji yanayokuwa ya rasilimali hii muhimu na kuhakikisha upatikanaji wa maji endelevu kote nchini. Sera hiyo pia inaelekeza kuanzishwa kwa National Water Grid, mradi mkubwa wa kitaifa kusambaza maji kwa usambazaji mpana zaidi na endelevu. Na hata hivyo, matokeo ya juhudi hizi yamekuwa mchanganyiko, kwani takwimu za chama tawala zinaonyesha kuwa upatikanaji wa maji safi ulishapanda hadi 77% mwaka 2020, na serikali imeahidi kufikisha angalau 90% ifikapo mwaka 2030. Lakini waandishi wa habari na wakazi wa mjini hasa Dar es Salaam wanaeleza kwamba uhaba wa maji bado unaendelea kushuhudiwa mara kwa mara licha uwezeshaji ama uwekezaji wa kueneza visima na miundo mbinu ya maji. Wakazi wanasema wanalalamika ama wanalazimika kutafuta maji kwa saa nyingi, na baadhi yao hawapati huduma hata kwa siku nzima. Vitisho hivi vya upungufu wa maji vinachangiwa na mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la idadi ya watu, matumizi mabaya ya rasilimali za maji na miundombinu isiyokidhi mahitaji ya sasa. Hali inaelekezwa kuwa ni hatari hasa wakati wa kiangazi, wakati mito na mabwawa hupungua kwa kasi. Na wakati Tanzania ikiendelea na mijadala ya ndani kuhusiana na maji ulimwenguni, karibu Madagascar imekuwa kitovu cha maandamano makubwa ya umma kutokana na kukosekana kwa huduma za maji na umeme. Maelfu ya vijana waliandamana Antananarivo kuishinikiza serikali kuboresha huduma hizi muhimu, na uongozi wa nchi hiyo ukaweka amri ya kutoka nje usiku na asubuhi, huku matumizi ya gesi ya machozi yakitumika kutawanya waandamanaji. Vyombo vya habari vya Ufaransa pia vimeripoti kwamba angalau watu 5 waliuawa wakati wa maandamano hayo, na kwamba mgogoro umechochewa na uhaba wa maji uliokuwa kwa miezi kadhaa. Mfano umekuwa kichocheo kwa baadhi ya wapinzani na wanaharakati nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, wakisema ukosefu wa maji ni suala linaloweza kusababisha ghasia kama hizo ikiwa hali haitashughulikiwa kwa wakati. Ratiba ya D25 imepangwa kama mfululizo wa shughuli za kijamii, kisiasa na kijamii zinazolenga kutoa shinikizo kwa serikali na vyombo vya serikali kuhusu uhaba wa maji na huduma za msingi, lakini pia kuibua mjadala mpana wa kitaifa juu ya hali ya maisha ya wananchi. Baadhi ya matukio yaliyopangwa ni pamoja na jogging na uundaji wa vilabu vya ushawishi katika maeneo mbalimbali kote nchini kwa lengo la kushirikisha vijana zaidi kuzungumzia masuala ya umma. Maandamano katika mitaa, kata na wilaya yakiweka shinikizo la kisiasa kwa makala ya serikali kuhusu suala la maji na kuleta hamasa na kijamii kuhusu umuhimu wa rasilimali hii, na vilevile kuomba miili ya watu ambao waliuawa baada ya uchaguzi wa mwaka huu wakati vurugu ilitokea baina ya waandamanaji na polisi. Shughuli za kusafisha mitaani na utumiaji wa nyimbo na mabango kusambaza ujumbe wa kampeni kwa umma kwa njia zisizo na moja kwa moja. Ratiba inaashiria pia maandamano maalum ya Krismasi na shughuli za mwisho wa mwaka ambapo waandaaji wanataka maandamano hayo na yasiwe na kikomo kuendelea hadi serikali itakapojibu madai yao ya uhaba wa maji na kuanzisha uwajibikaji wa kisiasa juu ya hasara ambazo watetezi wa haki za maji wanadai zimefanywa na sera za umma. Vilevile wanataka uwajibikaji wa mauaji yaliyotokea baada ya uchaguzi wa tarehe 29
ambapo miili ya watoto wa Kitanzania na watu wengi ilitapakaa mitaani na huku mingine ikikosekana, huku familia zikilazimika kuzika nguo za waliokufa. Na kwa kumalizia, mgogoro wa maji si tu suala la huduma ya umma, ni changamoto ya kijamii na kisiasa ambayo inaguza maisha ya mamilioni ya wananchi. Idadi ya changamoto hizi imejikita katika hitaji la sera endelevu na utekelezaji wenye athari kama ilivyobainishwa katika sera mpya ya maji ya taifa mwaka 2025, ambapo serikali inalenga kusambaza maji kwa njia ya National Water Grid ili kupunguza migogoro ya upatikanaji. Mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la idadi ya watu vinavyoongeza shinikizo la rasilimali za maji na kuifanya sera za sasa kutokuwa na za kutosha bila mabadiliko ya kina ya mipango ya usimamizi wa maji. Ushawishi wa mitandao na uunganishaji wa vijana ambayo imeonekana katika maandamano ya Madagascar na mijadala ya mitandao Afrika Mashariki inaonyesha uhamasishaji wa umma kwa masuala ya haki za msingi na uwajibikaji wa serikali. Hali ya uhaba wa maji ni masuala ya matumizi ya rasilimali, ustawi wa kijamii na usalama wa kitaifa. Ukosefu wa maji unaathiri lishe, afya ya umma, uchumi na siasa za kila siku. Na kwa mujibu wa malengo ya SDG 6 kuhusu maji safi na usafi, jamii inapaswa kuhakikisha upatikanaji wa maji salama kwa wote ifikapo mwaka 2030, changamoto ambayo inahitaji utekelezaji wa sera madhubuti na ushiriki wa wananchi wote. Na kwa Tanzania, mgogoro huu unaelezwa sio tu kwa swala la kiufundi bali pia ni kitisho cha msingi wa maendeleo endelevu na uwajibikaji wa kisiasa. Maandamano ya D25 ikiwa yatashika kasi, basi yatakuwa mfano mwingine wa jinsi masuala ya umma yatavyoweza kuibua mijadala mikubwa ya kidemokrasia na majukumu ya serikali mbele ya wananchi wake. Katika kipindi hiki cha mwishoni mwa mwaka 2025, suala la maji limekuwa nyenzo ya mijadala ya kisiasa na kijamii, likileta changamoto kwa taifa ndani na ukanda wa mzima wa Afrika Mashariki. Serikali, wanaharakati na wananchi wana jukumu la pamoja kuhakikisha rasilimali nne za asili: maji, ardhi, hewa na misitu zinatunzwa na kutumika kwa ufanisi kwa ajili ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, na tafadhali, hii ni channel mpya ambayo tutakuwa tunaangazia siasa. Tunakuomba support yako, subscribe na share video zetu ili tuweze kupata wafuasi wengi. Shukran.